Sakata TV. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها المسلمون الآن في آخر شهر رمضان. شهر رمضان قد رحل ولكن الله سبحانه وتعالى موجود. نسأله سبحانه وتعالى أن يقبل لنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أن رمضان أيامه معدودة. الآن في آخر رمضان أيامه معدودات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Les meilleures louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous devons toutes les invocations possibles. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, sa suite, et tout le monde qui le suivra jusqu'à la fin du temps. Quiconque parmi les musulmans qui se choisirait un bon chemin, personne ne va lui dérouter. Et par malheur, s'il y a quelqu'un qui va choisir un mauvais chemin, personne ne va lui montrer un bon chemin. Que Allah nous épargne du deuxième choix. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Mais le Ramadan vient de se terminer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Allah étant éternel et qui nous a signifié que le mois de Ramadan a des jours bien fixes. C'est soit 29 jours, c'est soit 30 jours. Nous venons de compléter le 30e jour hier. Et aujourd'hui, nous célébrons le l'Aïd, la fin du mois de Ramadan. Tous les efforts que nous avions consentis durant le mois de Ramadan, c'était une école,
c'était une façon de corriger nos comportements. C'était une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de continuer dans cette optique-là. À nous d'avoir cet élan, de se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si durant le mois de Ramadan, tu as si laissé tout ce que tu faisais avant le mois de Ramadan, pourquoi ne pas continuer dans cette optique-là? Si pendant le mois de Ramadan, tu t'es privé de tout ce qui est halal pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ne pas te priver du haram durant la période qui te reste jusqu'à la fin du temps? Ndugu zangu Waislamu, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anastahili kushukuriwa ukweli wa kushukuriwa. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katujalia neema ya Ramadhani na tukaweza kuitimiza. Ramadhani imeondoka, lakini tujue kama Allah yuko tayari, yuko pale na afya na haondoki. Ni sisi kuwajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo tumeyafanya mwezi wa Ramadhani kwa juhudi, tukaifanya Ramadhani ikatufanya sisi tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini yale ambayo tumeyaacha mwezi wa Ramadhani ya haram tusiache moja kwa moja? Na kwa nini yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu tusiendelee nayo? Kwa wale ambao walikuwa wanaiabudu Ramadhani, Ramadhani imekwisha, lakini Allah yuko daiman, yuko pamoja na sisi na anatuomba tumwabudu. Tumwabudu hadi pale tutatoweka katika dunia hii. Ndugu zangu Waislamu, eleweni ya kwamba Ramadhani ni chuo. Ramadhani ni nafasi ya kuisoma tabia njema. Ramadhani ni nafasi ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ni sehemu au ni wakati mzuri wa sisi kujibadili kitabia. Ni wakati mzuri wa sisi kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao wameifunga Ramadhani kwa uzuri, wakitaraji kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu, wakitaraji kupata kheri ambazo walikuwa wakitaraji mbele ya Mwenyezi Mungu, Allah wajalie kheri hizo waweze kuzipata. Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie tuwe miongoni mwa wale utakao wakubalia swala zao, funga zao na kila ambacho walikikadimisha mbele yako cha kheri inshallah. Chers frères en islam, c'est le bon moment de faire un bilan de ce que vous aviez fait durant le mois de Ramadan. C'est le bon moment de faire un bilan. Si le bilan est positif et que le Ramadan a été accepté devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez changer dans le comportement. Vous verrez changer dans la façon de réagir avec votre communauté. L'islam, ce n'est pas la prière seulement. L'islam, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui est relationnel. C'est tout ce qui est respect des droits des autres. Chers frères en islam, soyez sûrs et certains que vous serez interrogés à chaque seconde qui passe, à chaque minute qui passe. Vous serez interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûrs et certains que l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se ferme pas. Allah est là, il nous observe partout où nous serons, cachés ou ne pas cachés, dans l'obscurité, que ce soit dans la lumière aussi. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani tumeipata fursa ya kubadili baadhi ya tabia zetu. Mwezi wa Ramadhani tumeipata fursa ya kujijongeza pembezoni mwa Allah, ukweli wa kujijongeza. Kwa nini ndugu zangu Waislamu yale ambayo tumeyafanya mwezi wa Ramadhani yasiwi ni maisha yetu ya kila siku? Ndugu zangu Waislamu, eleweni ya kwamba swala ni muhimu katika Uislamu. Swala ni kitu cha kwanza mtaulizwa katika Uislamu, lakini Uislamu haukusimamia kwenye swala tu. Swala ni muhimu, lakini ni swala ambayo itakubadili katika maadili na ndugu zako.
Swala ni muhimu ambayo itakutoa katika shari na kukuelekeza katika khairi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, elewa ya kwamba atakuuliza kwa kila dakika ipitayo, kwa kila saa ipitayo, kwa kila mwezi, kwa kila miaka iliyokupitia, kwa yale ambayo uliyoyafanya. Uislamu sio swala tu ndugu zangu Waislamu, ni namna tunashirikiana baina yetu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu atizame ni nini anakifanya ili aweze kuboresha umma wake. Ni nini anakifanya ili umma uweze kuwa ni kitu kimoja. Ni nini kama Muislamu mchango wake katika kuwafanya Waislamu wawe ni wenye kushirikiana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ansur akhaka dhalim au mazluma. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, défendez votre frère aussi d'un bon musulman. C'est faire du bien et interdire le mal. Est-ce qu'entre nous, on s'interdise le mal? On fait du bien entre nous? Est-ce qu'on implore ou on amène les autres à faire du bien? Ndugu zangu wa Islam, umma wetu ni umma wa Kiislamu, ni umma unaoamrishana mema na kukatazana mabaya. Ni umma ambao unapashwa kumtetea ndugu yako Muislamu akiwa amedhulumu haki za watu. Mtetee, mrudishe katika njia ya kurudisha haki za watu. Na akiwa haki zake zimepotea, simama kwenda kuzitetea haki za ndugu yako Muislamu. Chers frères en islam, nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Nous célébrons le l'Aïd. À tout un chacun qui pense dans son petit coin, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour ramener son frère musulman dans la bonne voie. Ne soyez pas isolés dans l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous mettre ensemble pour ramener cette religion vers l'avant. Soyez sûrs et certains que vous serez interrogés. Chaque musulman, là où il est porteur du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où il est ambassadeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas musulman fera le jugement de l'islam vis-à-vis de nos comportements, malgré que l'islam est propre, malgré que l'islam est différent de nous les musulmans. Parce que nous les musulmans, nous sommes en dehors de notre enseignement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, que nous soyons dans le bon chemin, qu'on suive l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, hii ni siku ya Eid, ni siku ya furaha kwetu, lakini tuelewe ya kwamba kila Muislam analazimika kuelewa ya kwamba yeye ni wakili wa Waislamu. Yeye anaichukua bendera ya Uislamu. Popote alipo anautangaza Uislamu. Aelewe ya kwamba wale wasiokuwa Waislamu watatizama ni nini anakifanya. Kwa kweli Waislamu na Uislamu tuko mbalimbali katika matendo. Yale ambayo Uislamu natuomba tuyatende, sio yale ambayo tunayafanya katika maisha ya kila siku. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utubadili, tuweze kufuata mafunzo ya Allah, tuweze kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer comme on peut l'adorer. Quand il dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a créé des djinns et nous les hommes pour qu'on puisse l'adorer. Notre devoir ici sur terre, c'est l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui confondent l'adoration et la prière. C'est deux choses différentes. L'adoration, c'est faire tout ce qui est acceptable devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est délaisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Notre mission ici sur terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous a tracé selon l'enseignement, le Coran, de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à côté de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si je vous exhorte à l'adoration, n'oubliez pas que vous avez une partie dans ce monde. Occupez-vous de tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné dans ce monde, du bien. Que cela ne vous préoccupe pas de plus. Mais souvenez-vous qu'un jour, vous serez interrogé de tout ce que vous faites comme mouvement, comme acte. Et n'oubliez pas de cette part de responsabilité dans ce monde-ci. Vous devriez construire le monde pour l'avenir. Ne soyez pas les gens égoïstes qui disent « après moi, je m'en fous ». Mais il faut laisser des choses durables dans la vie. Il faut laisser des traces. Nous sommes une génération qui passe, mais il y a des générations qui vont suivre après nous. Qu'est-ce qu'ils vont voir comme œuvre que nous avions laissée? Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuomba tumwabudu ukweli wa kumwabudu. Pale anaposema katika Qurani, kitabu chake kitukufu, anasema hakuwaumba majini na binadamu ila waweze kumwabudu. Na katika ibada Allah subhanahu wa ta'ala anatuomba tuyafanye yale ambayo yanamridhisha na yale ambayo yasiyomridhisha na tuyaache. Hiyo ndio ibada. Kweli sala ni ibada, lakini ni miongoni mwa ibada ambazo tunapaswa kuzifanya. Muislamu ajitizame kule ambako amesimama. Je, anamsalimisha Muislamu mwenzake? Kwenye amesimama, je, watu wanahisi kuwa wako na usalama kwa ajili yake? Akijiona kuwa yeye ni salama kwa wengine ambao wako pembeni mwake, basi aelewe ya kwamba yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na akiona ya kwamba yeye ni tatizo katika umma, basi aweze kubadili tabia yake na ajiunge na mafunzo ya Allah na ajiunge na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hakuishia hapo. Anasema mniabudu ukweli wa kuniabudu, lakini msisahau ya kwamba mna sehemu yenu duniani. Mna sehemu duniani ya kuijenga dunia. Kuna wale ambao wanasema baada ya mimi basi, eleweni ya kwamba mtaulizwa. Tuna vijana ambao tutawaacha na watakuja wengine. Ni mambo gani tutakuwa tumeyatia hapa ambayo yatakuwa ni kielelezo kwetu? Ni mambo gani ambayo yatakuwa tumeyatia hapa ambayo yatakuwa yanatuletea hasanati baada ya sisi kuondoka? Kila mmoja wetu ajifikirie katika sehemu yake ameika pembeni. Ni kitu gani ameshafanya katika Uislamu? Ni kitu gani atakifanya ili kiweze kudumu? Hii leo ni laidi. Tumekusanyika, ni wangapi wako na sisi lakini hawako hapa? Ni wangapi walikuwa na sisi lakini leo hawapo, na kesho watakuja wengine na sisi tutakuwa hatuwepo? Sisi pindi tutakuwa hatupo, tutakuwa tumeacha nini katika umma ambao umebaki? Ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kwamba mchango wa kila mmoja wetu ni muhimu katika kuijenga umma.
Mchango wa kila mmoja wetu ni muhimu katika kudumisha Uislamu. Sisi kama Waislamu tuelewe ya kwamba kazi tulipewa katika dunia hii ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuitengeneza dunia ili Uislamu uweze kuendelea hadi siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe miongoni mwa wale watautumikia Uislamu. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe miongoni mwa wale wataacha vyombo ambavyo vitawashughulikia Waislamu. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe miongoni mwa wale wataziacha hoja ambazo watazipeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas terminer mon discours sans rappeler encore une fois à toute ma communauté et à ma personne en premier. Nous sommes une communauté. Nous devons être ensemble. Nous devons nous entraider dans le bien et de nous interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: وَاحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est une obligation de se mettre ensemble, d'être ensemble et de ne pas nous séparer. Nous séparer, c'est aller en dehors de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les musulmans, nous devons être unis tous les jours. Le bien de l'autre, que ce soit le bien pour toi. Et le mal de l'autre, tu sens ce qui a touché l'autre comme si c'était toi. Personne ne sera considéré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a cru à Allah subhanahu wa ta'ala sans aimer à l'autre ce qu'il aime à ce qu'on lui fasse lui-même. Nous devons nous unir pour la religion et pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, siwezi kumalizia khutba yangu ya leo bila kujikumbusha mwenyewe, nikihusia nafsi yangu na nikiwahusia pia kuwa umoja katika Waislamu ni kitu muhimu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala anasema na mshikamananeni kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na msitengane. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio maneno yangu. Allah anatuomba hali ambayo itakuwa katika umma lazima tushikamane. Wale ambao wameungana waungane kweli katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tupendane kwa ajili ya Allah na tuchukiane kwa ajili ya Allah. Na nina imani kuwa hakuna Muislamu atamchukia mwenzake kwa ajili ya Allah, bali atamkokota katika njia ya Mwenyezi Mungu. Nous sommes des musulmans. Nous sommes les porteurs du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les porteurs du message de l'union entre les musulmans. Nous devons le véhiculer jusqu'à la fin du temps. Nous devons passer le flambeau à nos héritiers et que nos héritiers passent les flambeaux à leurs héritiers jusqu'à la fin du temps. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette force, Inch'Allah. Amin. Je termine mon discours en disant Alhamdulillah, nous venons de terminer le mois de Ramadan dans la paix. Il y a pas mal de gens qui sont passés par le corona, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes encore là. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les bons croyants qui seront en bonne santé, Inch'Allah. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni Waislamu wazuri wenye afya njema. Corona imetupitia, lakini alhamdulillah tuko hadi sasa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ameturuzuku kama afya. Kuna wale wametutangulia, tuwaombee dua ndugu zetu waliotutangulia. Na sisi ambao tuko hai tujiombee dua, tuombe dua tumalize umri wetu katika umri mzuri ambao unamridhisha Mwenyezi Mungu, umri wa ucha Mungu inshallah. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا إن لم ترحمنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شبابنا، اللهم انصر شبابنا، اللهم انصر شبابنا. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا إن لم ترحمنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الحمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subirini kidogo, manake subirini kidogo. J'aimerais vous demander une petite patience de 5 minutes. Tunakushukuru Sheikh. Tunashukuru wageni wote wametoka katika balozi mbalimbali. Balozi ya Kenya, japokuwa mmechelewa kwa kutokana na jam, Mungu awalipeni kila la kheri. Tunashukuru balozi ya Tanzania, imetoa ujumbe wake na sasa hivi wamejiunga na sisi. Taasisi ya Kiswahili ni tarehe 7 mwezi wa 7. Laidi kubwa itakuwa ni sikukuu kubwa ya Waswahili wanazungumza lugha ya Kiswahili. Ujumbe nimeupewa kwa maana television ilikuwa moja kwa moja sakata. Tunashukuru sana serikali ya Burundi, awamu zote, narudiemo, awamu zote zilitoa sikukuu hii ya Laidi kwa Waislamu kuwa ni sikukuu kama kawaida. Takbir! Ukipenda usipendi, kama huwapendi wale jamaa, lakini Laidi ya Waislamu tunashukuru. Takbir! Tunasema tunatoa ujumbe kwenye sakata. Hatuzungumzi siasa Waislamu waliokuwa Belgique, lakini tunashukuru serikali inavyotrete watu wa madini, hasa Uislamu. Mungu awajalieni na waongoze muwe hata Waislamu inshallah. Takbir! Na tunaomba hutuba ya Sheikh Salum muifikishe. Hatuna nongwa na mtu, bali tunataka turudi kuwa kitu kimoja. Mnamo dakika chache, wakina mama, wakina baba, tunampeleka Sheikh kule aweze kunywa chai na nyinyi tuweze kuwa pamoja, tunywe chai tufuturu. Lakini saa 8 tuwe hapa tuandikiane bahati mbaya au nzuri. Sala ilikuwa live, hakuna kumwambia bilikuwa vizuri, bilikuwa hivi. Hata alhamdulillah. Msisahau na kusupporti Sakata TV. Mwenye 10, mwenye 5, mwenye kusubscribe, naona mmeona ni raha, mmezipata moja kwa moja. Kwa hiyo na michango ya Laidi kubwa, Waislamu tutapowatumia habari za michango ya Laidi kubwa, muanze leo kutupa. Jioni tutachangisha michango ya Laidi kubwa kwa kusudi hawa watoto leo muwalete wapate zawadi. Lakini Laidi kubwa, ça sera de plus. On aimerait demander les parents, surtout de remercier les membres et les représentants des corps diplomatiques qui ont envoyé les représentants ici. Vraiment, merci, merci. Twagira dushimire abaje bose kudufata mu mugongo kuri uno munsi uri hejuru. Cyane cyane leta y'u Burundi yahaye abayisilamu umunsi wabo w'agateka. Imani bahezagire, tukaba tubifurije umunsi mukuru mwiza. Tunaomba watoto wenu mkawavike mabaze, masuruali, après midi tuwe hapa à 15h. À 15h. M'invitez même les non-musulmans de venir voir comment nous savourons cette fête, comment nous célébrons cette fête sans distinction. Wa hada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est
Sheikh, lakini kuna interview. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa.